Sikiliza vizuri. Sasa ni maneno ya kinabii, sio ya kwangu. Mungu aliniambia hivi: Tanzania ni nchi iliyopangwa na Mungu siku za mwisho, ambayo itainuliwa kuwa taa ya mataifa. Na Mungu atatokea kwenye nchi ya Tanzania akitambaa kama mtoto hivi, bila watu kujua kuna jambo linaendelea kwenye nchi hii. Hiyo nina hakika 100%. Namna gani itakuwa sijajua itakuwaje, lakini Mungu aliniambia live kwenye maono kwamba kwa nini Tanzania? Kwa nini ni sio Kenya? Unaweza kuona unajua, you know Bishop, you talking about Tanzania because you don't know about nations. Sikiliza. Dunia ina mataifa yanayotambulika na Umoja wa Mataifa 194. Mimi nimekwenda mataifa 153. Najua vitu. Taifa la Tanzania ni taifa la peke yake. Haliinuliwi na Mungu kwa sababu ya uzuri wake. Linainuliwa na Mungu kwa sababu Mungu ana mpango na watu wake. That is for sure. Mungu ana mpango na hii nchi yeye mwenyewe, sio kwa sababu ya uzuri wetu au kwa sababu wengine ni wa ubaya wao. Mungu hachagui kwa uzuri au kwa ubaya. Mungu anachagua ili lijulikane kwamba kusudi la kuchagua liko na yeye peke yake. Haya maneno yako kwenye YouTube na nasema tena, utanipima kwa maneno yangu. Na hili jambo la Tanzania kuinuliwa juu litatokea kwenye kizazi chetu. Halitatokea wakati wewe umekufa. Na kila anayesikia maneno haya yanakuhusu, ndio maana Mungu ametoa nafasi uyasikie leo. Uwe uko hapa kwa ubaya au kwa uzuri au kwa bahati mbaya au kwa kutokujua, haya maneno yanakuhusu wewe, na utakuwa sehemu ya maneno haya, utakuwa sehemu ya baraka hii. Na amuru Mungu aamshe moyo wako,